Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, na tumai ubuheri wa afya kama mimi hapa studioni ambayo ni mzima na mwenzangu. Ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano Septemba 29. Yaani naambiwa kesho ni mwisho wa mwezi, lakini kuna wenzetu ambao tayari washamaliza mishahara. Sijui ni kina nani ya, lakini hii Kenya hii nzuri na naipenda kweli kweli. Basi karibu kwenye Damka na Tawala asubuhi ya leo, ambao kila siku ya Jumatano tunazungumzia asasi za jamii. Kwa hivyo sehemu ya pili ya Damka na Tawala tutakuwa naye mgeni ambaye atatuzungumzia masuala yanayohusiana na jamii. Damka na Tawala inaleta kwako na sio mwingine bali ni mimi Salma binti Athmani. Nami Joseph Nyawara. Popote pale kwa wapo ulipo ndugu mtazamaji, karibu tuweze kuandamana kama si sanjari basi mpororo hadi tamati ya uchambuzi huu wa magazeti. Mimi nikiwa nalo The Standard. Nami niko na Taifa Leo kama ilivyo desturi, na moja kwa moja tukiangalia taarifa iliyopewa kipaumbele na kukolezwa wino kwenye gazeti hili ni kwamba nipe nikupe za Ruto na Raila. Nipe nikupe za Ruto na Raila ni kwamba wafanana katika mikakati yao kuendesha kampeni, ikiwemo sera, imani na utafutaji ufuasi. Sasa yamedhihirika ya kwamba hawa vigogo wawili wanaowania kiti cha urais ifikapo mwaka ujao wanafanana kisera, kwa sababu mwingine anasema kwamba analenga vijana na wafanyabiashara wadogo wadogo, akimaanisha ile bottom up yake, na mwingine anasema kwamba sasa ameona kwamba vijana atawaboreshea zile biashara zao ili waweze kuwa bora zaidi na waweze kuendelea katika maendeleo ya nchi na kukuza uchumi, ambayo sasa imedhihirika ya kwamba sera zao zinafanana, imani na utafutaji ufuasi, kwa sababu wameonekana kwamba hivi punde mmoja akienda mahali fulani leo, mwingine anangoja siku mbili arudi pale pale. Kwa hivyo sasa ni kama sera za naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga sasa zinafanana. Sijui unasemaje? Yule mwingine alikuwa anatumia mkokoteni, tofauti nadhani ni mkokoteni na chungwa, lakini ukaniambia vizuri ya kwamba anaweza kushambua chungwa, nikakaa ndani ama juu ya mkokoteni na nikalila lile chungwa langu kwa ustaarabu na kwa makini bila hata tabu. Nafikiri wameingia kwenye mkumbo ambao sasa itabidi wananchi waweke kwenye tathmini kulingana na mbinu wanazokuja nazo na jinsi watakavyozitekeleza. Nafikiri wamegusia tu yale ya nje na hawajagusia kwa kina kwamba hii bottom up itafanya kazi vipi. Haijaelezewa pengine kwa michoro, haijaelezewa kwa mfumo wa kisayansi jinsi ambavyo itakuamua uchumi wa taifa kwa haraka, na vile vile mfumo ambao Raila anajaribu kutumia wa kuweza kuhakikisha kwamba pengine vijana wanapewa kipaumbele na zile biashara ndogo ndogo zinaimarishwa. Pia haijaelezewa kwa mtu wa kawaida akaelewa vizuri kwamba iwapo pengine hawa wenye biashara ndogo ndogo watawezeshwa, basi kwa muda kama miaka miwili ni asilimia ngapi itakuwa imepita, ama pengine upanuzi wa biashara hizi utakuwa vipi, pengine ukiipa kama miaka miwili hivi utakuwa umefika wapi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni ya kisayansi na yanatakiwa utathminifu na uchunguzi wa kina kabla ya wananchi kuweza kuyakumbatia. Na nafikiri sasa ina mbio hii ama mbio hizi zinajiweka katika makundi mawili tofauti. Inaonekana sasa mchuano ni bayana kati ya Raila Odinga na William Ruto. Naona wale wengine kidogo kasi hii sasa kidogo inawashinda. Manake jana ulikuwa unakataa kwenda kwa kasi vizuri kama walivyotuambia mchanganuzi jana kwamba mbio hizi sasa zinabaki kwa watu wawili. Manake ukiangalia kasi yao, ukiangalia nguvu zao, ukiangalia mikakati yao ambayo wanayo, uwezo wao wa kusafiri pengine kwa siku tatu, pengine hao viongozi wanaweza kuwa wamekusanya watu kiasi gani na wameweza kutembea pengine maeneo mangapi tofauti na kuweza kutoa ushawishi mkubwa ambao pengine unaonekana kwamba ndio kupiga upato. Kwa hivyo kama alivyosema Sheikh Abu hapo jana tulipokuwa naye hapa, ni kwamba hizi mbio sasa zimebakia vigogo wale wawili
ambao wote ni mahasimu na walikuwa marafiki na vile vile wanajuana, ni kama wale Waarabu wa Pemba ambao wanajuana kwa vilemba, kwa sababu hao walikuwa ODM wote na wanaelewa vile mambo yalivyokuwa mwaka 2007 mpaka yakaja yakabadilika 2013 17 tena, alafu sasa tunakwenda 22 na wote wamo kwenye kinyang'anyiro sasa. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunatarajia tuone. Hawa wengine hatuwatupi nje sana, lakini tunaona ni kama walianza kwa kasi mwanzo na mizunguko inapozidi kuwa mingi ndio wanapozidi kuchoka. Kwa hivyo hatuwezi kuwaacha nje. Pengine ule muungano wa OCA kama wanavyosema kwamba wanakutana tena, labda utakuwa na msisimuko zaidi, lakini ikumbuke kwamba Gideon Moi keshasema kwamba hizi mbio hata OCA tukiwa tunafanya kazi kwa pamoja, mimi wananchi wamenipigia upato kwamba nigombee urais kwa chama cha KANU na vile vile huyu Raila Odinga pia wanaoka tuwezi mweka nje, tumwachi mbali. Raila yuko karibu na sisi, kumaanisha kwamba huenda chama cha KANU pia kikajimarisha zaidi, alafu hatimaye kikasema kura zake zinaingia kwa Raila Odinga. Kwa hivyo nafikiri ni mbio hizi ambazo zinakwenda. Jimmy Wanjigi pia ameanza kwa kasi kidogo, aingia Nyanza tukamuona, alafu ametulia, labda sasa anaangalia maji yanakwenda vipi haya, na pengine tutamuona tena zaidi akihakikisha kwamba ametembea taifa zima, kuhakikisha kwamba amekifanya chama cha ODM kuwa na ofisi hata maeneo ambayo pengine hakikuwa. Na baadaye labda mwisho wa mbio pale tunaona pia kiruka kwenye chungwa, manake chungwa ni kama linazidi kumetameta. Wapo hata kutoka Mlima Kenya wakina Waiguru ambao wamerukia UDA, na bado tutaona viongozi Okoto bado kutoka kule Migori pia amerukia UDA na ndio tuliona juzi pengine Wanjigi alipokuwa kule kidogo kuna vijana wahuni ambao walijaribu kurusha mawe, lakini tunasema kwamba hayo hayafai. Kwa hivyo kila mtu ambaye anawania kiti apewe nafasi, asikilizwe, watu wa muunge mkono kulingana na sera zake. Kama muunge mkono pia ni sawa, lakini mambo ya kwanza kurushiana mawe, haya ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa muda wa sasa. Naam, maana wanasema hawa vigogo wawili wanakopeana mbinu, yaani mmoja akifanya hivi mwingine anakopa mwenzake. Mmoja akifanya hivi, tumeona ilikuwa ni hivi majuzi ambapo naibu wa rais alifanya mkutano pale nyumbani kwake Karen, na jana tukaona pia vile vile kinara wa ODM amefanya mkutano Nairobi katika hoteli moja na wale vigogo ama wale wanasiasa wakongwe wa Mlima Kenya. Kwa hivyo wanasema ni kama wanakopana mbinu. Sasa sijui ni mbinu kukopana ama kila mmoja ana buni yake. Nafikiri kila mtu ana buni zake. Ukitazama jinsi pengine William Ruto anafanya mambo yake hivi sasa, wengi wa wageni wake ama wengi wa mashabiki wake anawaita pale kwake Karen. Naam. Pale nyumbani kwake kwa kazi yake rasmi ya serikali. Pale ndipo ambapo anafanyia mikutano mingi, na ukiangalia nafikiri ni ushawishi, kujaribu kuuza sera kwa wale ambao wako pale na kujaribu kujua kwamba anaunga mkono maeneo yepi. Na ukiangalia pengine Raila yake sasa imegeuka ya kwenda mashinani, na nafikiri mara ya mwisho alikuwa maeneo ya Githurai baada ya kuzuru maeneo ya Mlima Kenya, safari ambayo inasemekana kwamba imekuwa ya ufanisi sana. Manake ametumia mbinu tofauti kuweza kuingia Mlima Kenya, na wanasema alikuwa ya Mlima Kenya hadi kilele cha Lenana, na wao wenyewe wale vigogo wakasema kwamba ni jambo ambalo hata wao limewashangaza kwa sababu ule ufuasi na uungwaji mkono na mbinu aliyotumia kuweza kupata kushabikiwa na watu wa Mlima Kenya. Wanasema ni umati wa kwanza ambao wameushuhudia, na ni mbinu ambayo wanaona itamfaa Raila, na naona vigogo wale wafanyabiashara, watu mashuhuri wenye ushawishi mkubwa wa kiraslimali pamoja na kiushawishi serikalini wameweza kusema kwamba pengine wanaona Mlima Kenya mara hii sasa wao wataamua kumuunga mkono Raila Odinga kulingana na jinsi ambao pengine walimweka kwenye mtihani, wakampa nafasi, hebu wasilisha hoja zako, sisi tuko hapa tunataka kusikiliza, sisi ni wafanyabiashara na yale utakayosema sisi tutajua kwa ukweli wewe unajali maslahi yetu ama wewe kidogo tunakuweka kwenye tashwishi. Kwa hivyo nafikiri ilikuwa nafasi nzuri kwa Raila Odinga, na walipozungumza ni kama wote walikubaliana kwamba huyu bwana huenda ndio tukamwamini zaidi kuweza
kutulinda pengine wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa ameng'atuka. Naam. Kwa hivyo tunatarajia tuone mara hii Ruto atatumia mbinu gani kuweza kuhakikisha kwamba ule Mlima Kenya vile unavyokuja kwa kasi sasa kwa Raila, manake wamesema katika Mlima Kenya hawataki mtu kwenda kutafuta wafuasi Mlima Kenya. Wanataka yeye mtu ambaye anataka kufanya kazi na Mlima Kenya awafuate, aweze kuwashawishi, awazungumzie kwa hali ambayo itawasisimua, waone kwamba huyu ndiye anayefaa kuwa mtu wetu. Nafikiri hayo ni mambo muhimu, na tunangojea tuone pengine huyu naibu wa rais William Ruto ambaye aliweza kupata uungwaji mkono kwenye kura iliyopita, kama hayo yatakuwa ndio mpaka mwisho ama hali itaweza kubadilika. Manake kumekuwa pia na lalama kuhusiana na chama cha UDA katika Mlima Kenya. Wapo wale ambao wanasema kwamba walijitoa mhanga kuhakikisha kwamba wanakiuza chama cha UDA, lakini sasa imekuja kwamba sasa William Ruto anatumia viongozi ambao tayari wapo na viongozi ambao wamekuwa madarakani wanyima nafasi wale ambao wangetaka kuingia na wamejitoa mhanga. Kwa hivyo wengi wakasema kwamba pengine watajiondoa kwenye chama cha UDA kwa sababu wanaona ni kama hakuna usawa pale, hawana nafasi. Kwa hivyo haya Salma, tutangojea tuyaone jinsi yatakavyozidi kuendelea. Naam, vile vile tukisonga mbele kwenye gazeti hili la Taifa Leo ukurasa wa pili ni kwamba gavana awindwa kuwa mgombea mwenza. Sasa huyu ni gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui ambaye ameibuka kuwa miongoni mwa wale wanasiasa ambao wanamulikwa na wanaotaka kuwania kiti cha urais ifikapo mwaka ujao, ambapo sasa wamemwangalia vizuri kwa makini, wakaona ya kwamba huenda gavana Lee Kinyanjui akawa mgombea mwenza mzuri katika uchaguzi mkuu huo ujao. Na kwa karibu naona yuko karibu na Raila Odinga. Naam. Kwa wale magavana wanne ambao walikuwa kule Laikipia, nafikiri Lee Kinyanjui alikuwa mmoja wapo. Na ikichukuliwa kwamba Lee Kinyanjui anawakilisha eneo la Nakuru ama kaunti ya Nakuru, na kaunti ya Nakuru kidogo juzi hivi iliweza kupata kupandishwa hadhi na kuwa jiji. Likawa jiji kwa sababu ya miundo msingi na miundo mbinu ambayo imewekwa, na wakahimizwa wakazi wa Nakuru sasa waweze kujipanua kibiashara, manake nafasi ipo. Nafikiri hata kuna ruzuku wamepata kutoka nchi za ughaibuni ya moja kwa moja, sio kwamba inapitia serikali ya Kenya kuweza kuinua jiji la Nakuru. Kwa hivyo ni kiongozi anayeonekana kwamba ni mchapakazi, mkimya kimya, na hana matamshi ambayo unaweza sema kwamba haya yanaweza kuhatarisha taifa ama pengine ni mtu mwenye msimamo mkali. Kwa hivyo Lee Kinyanjui anapigiwa upato kweli, na itategemewa, tutaona pengine kufikia mwisho kama Mlima Kenya utaamua sasa ni Lee Kinyanjui. Kumbuka yupo Peter Kenneth pale pia. Wapo tu viongozi kutoka Mlima Kenya ambao wana nafasi nzuri. Lakini kwa nafasi ambayo alionayo Lee Kinyanjui kwamba ni gavana wa kaunti ambayo inaendeleza kilimo sana na kaunti ambayo pia inaendeleza biashara sana, nafikiri atapigiwa upato sana kuweza kuwa pengine naibu wa rais kwenye uchaguzi ujao. Naam. Vile vile kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili ni taarifa ya huzuni, ambapo ni Gakara adaiwa kuwadunga wanawe kwa sumu kabla ya kujidunga, na ni huzuni tele daktari watoto wakizikwa, ambapo ilikuwa pale jana wale baba na watoto wake wawili ambaye ni daktari Gakara huyu aliweza kustiriwa pamoja na wanawe baada ya kufariki Jumaa moja lililopita, kwa madai ya kwamba daktari huyu huenda ikawa aliwadunga sindano za sumu wanawe kabla kujidunga yeye mwenyewe, na pale jana basi mili yao ilistiriwa. Na tunaona hapa picha ya Winnie Odhiambo ambaye ni bibi ya Gakara, ambaye anasikitika na anapewa pole na wale marafiki zake na wandani wake wa karibu. Kulingana na gazeti hili la Taifa Leo ni kwamba daktari aliyedaiwa kusababisha vifo vya watoto wake wawili kwa kuwadunga kemikali yenye sumu kisha kujidunga pia, jana alizikwa pamoja na wanawe hao katika kijiji cha Muhereshwa
Mbaruku, kaunti ya Nakuru. Ni kwamba ibada ya mazishi ya Daktari James Gakara na watoto wake wawili, Dailina Gikara mwenye umri wa miaka 5 na Hali Karuna mwenye umri wa miaka 3 iligubikwa na huzuni, huku mkewe Winnie Adhiambo akitiririkwa mno na machozi kutokana na machungu ya kupoteza wanafamilia wake, ambao ni hali ya kusikitisha hii Nyawara. Wakati kama mama halafu unazika mume wako na watoto wako kwa siku moja. Kwa maana tunaona wale watoto waliweza kustiriwa katika kaburi moja. Alafu baba yao pale kando yake, ambao daktari huyu ana miaka 55 na alifariki Septemba 22 wakati alipokuwa akipokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi almaarufu ICU. Naam. Ni jambo la kusikitisha na wamelaumiwa wale wahudumu wa afya. Manake inasemekana haiwezekani kwamba Gakara alikuwa na matatizo pengine ya kifikra, ya kiakili, na hamna hata mmoja mwenzake ambaye wanafanya naye ambaye aliwahi kutambua ama aliwahi kumdokezea kwamba bwana, mimi kuna kitu fulani kinanisumbua hiki na hivi. Kwa hivyo ndo mmoja wa madaktari akasema kwamba itabidi watu wawe waangalifu sana, manake mahali unafanyia kazi hata kama changamoto zipo ama pengine tatizo fulani, lazima kuwe na mtu ambaye unaweza zungumza naye, unaweza muelezea akawa kwamba anajua hata yakitokea pengine atakuwa kwamba tayari ana fununu. Na ni vizuri kuzungumza changamoto ambazo mtu anapitia, kwa sababu unapoyazungumza pia huwa kama umetoa asilimia fulani, na pia katika yale mazungumzo pia kuna ushauri ambao mwenzako anaweza kupatia, na kama hana maarifa yale, basi huenda akamdokezea mtu mwenye tajriba na uzoefu mkubwa zaidi, ama ambaye ana umilisi mkubwa ama ana ujuzi mkubwa wa masuala yale, na anaweza kusaidia katika mazungumzo. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo limejitokeza, manake itakuwa vigumu kwa yule mkewe Winnie kuweza kuelezea kilichotokea ama kuamini kweli bwana alifanya haya, dhamira ilikuwa ni nini, lengo lilikuwa ni nini. Kama ni msongo wa mawazo, mbona hakuna hata mtu mmoja ambaye alijua huyu bwana pengine ana tatizo lake ambalo limekuwa likimsumbua? Pengine kama ni mkopo, pengine alichukua bila mkewe kujua, mambo yamekuwa magumu, ama pengine kuna biashara fulani alikuwa anafanya ambayo mkewe hakujua, na sasa pengine ameona mambo yamefika kwenye ukuta. Sasa kwa nini kutoa uhai wa watoto na kujitoa uhai? Mambo inaweza kusuluhisha, hata kama ni benki, wewe ni mkopo wa aina gani? Sidhani kama hata Kenya yadaiwa jamani. Hata Kenya inadaiwa. Bandari yetu huenda ikaenda pia kwa sababu ya wanadai ile SGR na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni mambo ya kuzungumza, mambo ya kuelewana. Hata kama ni kotini ukipelekwa, lazima utaulizwa, bwana, mbona hujamlipa huyu? Na utapewa nafasi ya kujieleza. Unapanga nini? Unasema bwana, mambo yamekuwa magumu, mimi hadi yangu ya kwa sasa ni hivi na hivi, na pengine nahitaji kama miaka 3 hivi. Kwa hivyo ili deni kama linaweza katwa kwa miaka 3, kila mwezi unatoa kimo fulani, inakubalika mahakamani. Kwa hivyo cha mno cha kumfanya mtu mpaka akaenda hali ile ya kutoa maisha ya watoto kisha na yeye kujidunga ile dawa mpaka sasa wakawa wote hawapo. Kuna mtazamo mwingine ambao pengine itabidi chunguze pia, kama pengine kuna mkono wa nje ambao ulihusika kuweza kuhakikisha kwamba hawa watatu waliweza kupoteza maisha yao. Pia ijulikane. Nafikiri DCI pale walihitajika kufanya uchunguzi wa kina. Ndio maana pengine majengo haya ambayo watu wanaishi, kila jengo itabidi sasa liwe na zile kamera za siri, kuangalia kwenye gate tu nani kaingia, ama pengine kwenye mlango wa nje pale kuna nini kimefanyika. Ndio at least mtu aweze kuwa kwamba yuko salama na ijulikane kwamba ni nini pengine kilitokea. Manake Winnie atajiuliza maswali anuwai bila kupata majibu. Na yale maswali ndio pengine huenda yakamuumiza. Manake atataka kujua wale watoto ilikuwa vipi. Na ikiwezekana pia wazazi ambao pengine mnafanya kazi sehemu mbalimbali, vema kujaribu kila mbinu kuhakikisha kwamba hata kama mke anafanya kazi nyingine tofauti, ama mume yuko mbali anafanya kazi nyingine tofauti, angaliwe kama kuna uwezekano wa kupata ule uhamisho, ili kwamba mfanye kazi katika eneo moja, kwamba mko karibu, kwamba kama ni Mombasa nyote mnafanya kazi Mombasa, kama mwingine yuko wizara ya afya, pengine mwingine yuko wizara ya kilimo, lakini mko pamoja, ambapo asubuhi mnatoka nyumbani kila mtu kazi yake, jioni mko pamoja. Maana sasa hawa wamekuwa mbalimbali, mawasiliano ni kwa simu peke yake, kwa hiyo huwezi jua kuna nini kimetokea pale.
ni watu wanaishi, kuna majirani pia. Kwa hivyo ni jambo ambalo linazua utata na masuala tete yanajitokeza, na mwenda zake vile vile. Salmu, unajua saa hizi kuna shida pia ya mawazo. Naam. Ugonjwa wa mawazo pia umejitokeza, kwa hivyo inatakiwa watu wazungumze. Lakini unajua bado nitazungumza tu kuhusiana na nyinyi wanaume, ya kwamba mnahisi vigumu pale unaposema ama kuambia mwenzako ama rafiki yako ama hata mke wako shida zako ama yale unayopitia. Naona ni wakati sasa wanaume pia muanze kufunguka, kwa sababu pengine angezungumza wale wa wenzetu wa Mombo wanasema problem shared is half solved. Pengine angezungumza kungekuwa na suluhu, hata kama suluhu haingekamilika ama haingeisha, lakini kidogo tungekuwa tumetatua tatizo nusu yake. Sasa wanaume mnanyamaza sana, kitu inawakula, unabaki na watoto, mwisho unachukua sindano unadunga watoto na unajidunga. Ingekuwa ni askari, pengine angechukua bastola akapiga risasi watoto na akajiua vile vile, ambapo ni jambo la kusikitisha. Ndio maana inatakiwa uchunguzi wa kina kwenye swala lile. Pengine yapo mambo mengi tu kwenye familia. Pengine hata unaweza kuwa kwamba ni baba alafu nakuja shuku kwamba pengine hata wale watoto nao si wako. Lakini ukiwaua nyawara, ndio nakwambia sasa, kitu kama kile kikija kikitokea, tumeyazungumza hapa kwenye kipindi cha mahusiano. Ikitokea kama vile wakati mwingine inakuwa kwamba sasa inakutatiza na pengine ile akili ya haraka unakuta pengine una mambo tumbi kwenye akili. Ikitokea kama vile inatokea cha ghafla, ndio tunasema watu wazungumze kama unavyosema. Ikitokea hayo kwamba pengine umegundua pengine hata wale watoto si wako, pana haja ya kuhusisha hata watu wengine katika yale mazungumzo. Ijulikane kwamba ni kweli hivi na hivi, kama ni uchunguzi wa mfumbulieni ufanyike, ile DNA ifanyike, ijulikane hawa ni wangu ama si wangu, na kutoka pale sasa pengine uamuzi utafanyika, kama ni kuombana msamaha, kama ni vipi, unaona. Lakini kuna mambo mengine yanatokea ghafla, yanaleta mkumbo na msukumo mkubwa kwenye akili, inasongamana kiasi cha kwamba huwezi fikiria hatua nyingine. Unachoona tu hapa, afadhali mimi nijimalize na nimalize watoto. Ndio tunahitaji wale washauri nasaha waweze kufanya kazi ya ziada, kuhakikisha kitengo cha madaktari kuwe kwamba kuna mambo ambayo wanapitia kama mafunzo ama ushauri. Wale wanaofanya kwenye majeshi, polisi, kuwe na ushauri nasaha wataalamu, hata kama ni maafisa hao wenyewe wa polisi, lakini kuwe na mtaalamu, mtu ambaye amesomea. Lakini afisa wa polisi lakini amesomea masuala ya ushauri nasaha. Ndio pengine kila siku jioni, baada ya wale asubuhi kutoka kazini wamerudi ofisini, unakuwa na hata kama dakika 15 za kufanya masuala ya ushauri nasaha. Wale wamefanya usiku, asubuhi kabla hawajaenda naongeleshwa kidogo. Kuna kisa ambacho jana kilitokea ambacho kilikuwa kisa cha ajabu, nitakita hivyo, ambapo kinaoana kidogo na taarifa hii ya mtu kujitoa uhai ama kutoa uhai mwenzake. Huyu bwana alimfumania mkewe na alimfumania mahali ambapo panaitwa guest house. Kwa bahati mbaya akamwambia ya kwamba kwa sababu nimekufumania, sasa vile ulivyo kama ulivyozaliwa na kupandisha kwenye pikipiki na kurudisha kwenu. Sasa yule bwana akapandisha mke wake akiwa kama alivyozaliwa, yani uchi wa mnyama, akampandisha kwenye pikipiki mpaka kwa wazazi wake na akamkabidhi wazazi wake. Sasa Wakenya walikuwa wanauliza, hivi alivyofanya huyu bwana ni sawa ama sawa ni angemdunga kisu na akamuua? Wewe unasemaje? Unajua kosa si suluhu. Kosa limetokea na kosa la pili haliwezi kufanya kosa la kwanza likatibika. Kwa hivyo amempata yule akiwa katika hali ile, na amemgundua huyu mke wangu, pengine amempata na yule jamaa. Sasa inahitaji busara na hekima. Pale hamna cha kudunga kisu wala cha kumtoa akiwa uchi hivyo kumpeleka kwa wazazi wake. Manake hata ukimpeleka kwa wazazi, ukirudisha hivyo, hamna suluhu ambayo itapatikana. Manake umeshaanika mke wako, amemwacha, imeisha story. Sasa watoto kama wako katika familia, ni swala ambalo pengine litatatiza hata wale watoto kisaikolojia. Na jambo la kutoa uhai pia ni kinyume cha sheria. Wewe baba utajipata uko ndani na pengine utatumikia kifungo, na ni jambo ambalo linahitaji tu ushauri. Watu wakae waelewane, na yule bwana aweze tu kuongea na yule mwanamume ambaye amempata pale, na yule
mke wake. Manake sasa amewapata hivyo, pengine aite wale ambao ni management ya hoteli awaeleze hawa nimewapata hivi na huyu ni hivi na hivi na hivi, na aite watu pengine hata maafisa wa polisi waje, pengine chifu nini pale pale hotelini, ndio kwamba ikitoka pale sasa haya ni mazungumzo ambayo yako nje. Hata kama atamwambia sasa mama nimekupata hivi na hivi na sione kama tutaendelea kuishi, wewe nenda kwenu nyumbani kwanza, lakini si akiwa uishi hao yamevanguka, nenda kwenu nyumbani kwanza, alafu tutaendeleza mazungumzo kwa pale. Ni jambo ambalo kidogo linaeleweka, lakini la kutoa uhai hapana, na kumbeba kiwa uchi hivyo hapana, kinyume cha sheria. Naam. Katika The Standard, Raila swims and familiar political sea. Hapo ndipo pale ambapo Raila alikutana na Mount Kenya Foundation, wale ambao wanajiita ni wakfu wa Mount Kenya, vigogo wale ambao ndio wanaamua ni nini kinaendelea Kenya katika biashara, masuala ya uongozi vile vile. Alafu katika ukurasa wa 3 Star, Monster the R. Kelly we didn't know. Huyu bwana mwimbaji kumbe alikuwa na mambo mazito. Naam. Hususan kuweza mweka mtoto katika hali mbaya ya picha za ngono. Kwa hivyo ni kesi ambayo sasa inaendelea mahakamani. Ukurasa wa 4 wanasema Raila reinvents self yet again to charm political establishment. Inasemekana kwamba huu ndio mkutano wa kwanza wa Raila ambao umeweza kuzua hisia za Mlima Kenya, kwamba Mlima Kenya walikuwa hawajawahi kuona upande wa pili wa Raila, manake miaka ya nyuma wao wamekuwa wakimsawiri Raila kama mtu mbaya. Na hivi sasa inaonekana ngoma imebadilika baada ya kutambua Uhuru na Raila walifanya nini kuhakikisha kuna utulivu Kenya, na hilo ndilo SK Mashara amekuwa akilizungumzia, kwamba pasingekuwa na Uhuru Kenyatta kusingekuwa na handshake, na pasingekuwa na Raila Odinga pengine amani hii ambayo Wakenya wanafurahia kwa sasa isingekuwepo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yamezungumza SK Mashari, na ni mambo mazito, ni mambo ambayo yanagusa historia ya nchi ya Kenya. Naam. Ukurasa wa 5 ODM leader wins Mount Kenya top guns goodwill as Oka principals next in talks over State House bid. Kwa hivyo Oka pia wanajiandaa waweze kukutana kuweza kuangalia ni nani atakuwa mgombea mwenza, na hapa ni kama sasa wanajiuliza nani atamfunga yule paka kengele. Hawa panya wanakaa kwenye mkutano, nani atamfunga yule paka kengele, ndio akija tujue. Kila mtu anataka yeye awe ndio kwamba anaangaliwa. Alafu media stakeholders pave way for next year's polls. Nafikiri hapa ni masuala ya Media Council of Kenya pamoja na media owners. Nafikiri ulikuwa kwenye mafunzo haya. Na wamekuja na mikakati tu ya kuhakikisha kwamba wanahabari wanaweza kutaarifisha ama kutaarifu matokeo kwa njia ambayo haitaleta utata ama haitazua hofu miongoni mwa wananchi wa Kenya, na kwa utendeti na kwa hali iliyo kamilifu kabisa, kwamba kutakuwa na mfumo wa kuweza na IBC nasema kwamba matokeo yatatangazwa kwenye vituo pale pale, akikamilika ikifika jioni yanatangazwa, lakini mwanahabari hana ruksa ya kuwa pengine Nyawara ni wa ODM na ameshinda, basi kama mimi wa UDA nimeshindwa, haimaanishi ya kwamba Nyawara asitangaze yani mwanahabari asitangaze majibu ya Nyawara, kwa sababu yeye wafaa kuwa pale katikati, hata kama anaegemea upande huu wala huu, lakini katika hali hiyo anafaa kuwa katikati. Kwa hivyo hizo ndizo sheria ambazo Media Council of Kenya wamezitoa na kuzitahadharisha kwa wanahabari. Lakini tutazichunguza kwa kina. Na vile vile kuna wanahabari ambao wanataka pia viti ama kuwania viti tofauti hapa nchini. Kwa hivyo italazimu mwanahabari yule ambaye anataka kuwania, basi naona jiuzulu kuwa mwanahabari, kwa sababu huwezi kuwa mwanahabari alafu uko katika kinyang'anyiro. Ukianza kutangaza itabidi ujianze wewe mwenyewe. Ama wapo wanaotaka tu kupigia wengine kampeni. Sasa itabidi ujiondoe, maana huwezi kuwa kwamba uko mwanahabari na uko mashinani kule unatangaza kiongozi anayefaa ndio huyu, na wewe mwenyewe na wewe ni mwanahabari. Kwa hivyo itaonekana unaegemea upande mwingine, japo kuna mambo hapa ambayo lazima yachunguzwe, kwa sababu mwaka wa 2007 wanahabari walipotangaza matangazo kama haya kidogo wakaja wakanyamazishwa kutoka juu, wanaambiwa bwana, matangazo kutoka juu ndio haya, tangaza haya.
Naam, na sio haya. Unaona sasa uhuru wa wanahabari unakuwa uko njia panda. Naam, lakini ipo ile bodi ya Kenya Editors Guild ambao wanatetea uhuru huu, na hao pia wamesema watakuwa ange na kuhakikisha kwamba mwanahabari anapewa nafasi na kufanya kazi yake bila kushurutishwa na kupewa hongo ama kuambiwa ya kwamba fanya hiki badala ya hiki. Wanahabari hao viongozi Editors Guild lazima itambue kuna deep state pia. Kwa sababu ikiwa nimetangaza mimi kwa sababu ni matokeo halisi, alafu unawekewa pengine bunduki kichwa na ambia haya sio matangazo rasmi, tangaza haya, na nimeshatangaza. Editors Guild pengine watakuja kesho baada ya matangazo mengi kutolewa, pengine mtu fulani kajiona ameshashinda uchaguzi, alafu ndio sasa wanahabari ama jopo la wanahabari linakuja baadaye nasema haifai, matangazo yaliyotangazwa si rasmi. Kwa hivyo inakuwa hali tete. Kwa hivyo naamini kwamba Media Council of Kenya pamoja na Editors Guild wanafanya kazi kwa karibu na wanakumbuka mambo yalivyokuwa 207 wakati ambapo matangazo yalikuwa yanatolewa moja kwa moja, na wapo wanahabari ambao walikanyagiwa, wakashtuliwa, wakaambiwa hayo wanayotangaza sio, watangaze mengine ambayo wanaambiwa walitoka deep state. Kwa hivyo tutangojea tuone jinsi mambo yatakavyokuwa. Parents Union seek to be enjoined in CBC case. Hapa bado ni ile kesi ya CBC mahakamani. Mistrust betrayal among leaders push NASA Alliance to its death. Ndivyo wanavyosema Musalia. Unajua hii CBC Nyawara inaleta mambo. Sijui ni wa Kenya ama ni kweli walimu wanatuma watoto kufanya hivi. Jana nilikuwa naonyeshwa video na jirani yangu anasema mtoto ameambiwa aje ajifanye kuwa anaitwaje yule akona nguo kava juu anatembea alafu akiguswa anarudi ndani. Sasa akaja akashonewa kitu kama alishonewa na ilitumiwa miaa ikashonwa kile kitu kama kava huku juu, akavikwa akavaa kama ambaye amevaa akatembea, lakini huko mbele akifika akiguswa hivi kidogo anarudi ndani. Yani hiyo nungu yani CBC mwalimu ametuma mtoto aende afanye kama nungu. Sasa sijui ni wa Kenya wanazidi sijui magoha anayaona haya. Salma, kwenye vitabu hivi ukisoma utapata mambo ya kuchekesha. Japo kuna uwezekano hicho unachokizungumzia kipo. Maana hii itamuingia mtoto akilini. Unapokuwa unafanya pengine yale makundi ya wanyama, atajua vizuri kila mara anapotaja yule porcupine ama kama ni nungu, atajua huyo ana ishara hizi ni ambayo ukimgusa. Kwa hivyo huenda ikawa ipo itabaki kwenye ubongo wake. Kwa hivyo ni mambo ambayo mimi nikasema Wakenya wanapenda kubuni, pengine hili pia wamebuni. Huenda hatujui, lakini CBC ina vichekesho. CBC ina mambo. Naam. Raila pia new strike coalition agreement ahead of elections. Naona leo hapa story ni ya Raila na Ruto. Reflections of an 844 pioneer, many missed CBC maitikiwa. Many misses that CBC maitikiwa. Kwa hivyo hapa kunaonekana kuna anayeunga mkono CBC anasema kwamba kuna mapungufu ambayo yalikuwa kwa 844. Kwa hivyo huenda CBC ikayatibu yale. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tunatarajia tuone jinsi yalivyo. Widows emotional send off for Gakara as children share grave. Haya ndio mambo ambayo yako pale ya kuhuzunisha sana taarifa hii, ambapo wengi walidondokwa na machozi ya kugana. State in plan to enhance access and improve quality learning in TVETs. Kwa hivyo hizi TVETs kidogo zinatakiwa ziongezwe hadhi na ichangamshwe zaidi, manake imekuwa ni sekta ambayo imedumaa kidogo, hata mafunzo yakiendelea pale kidogo hayana msisimko. Kwa hivyo state in plan to enhance access and improve quality learning in TVETs. Bungoma now gets 1 billion shillings boost for city status bid. Unaona sasa? Baada ya Nakuru sasa Bungoma huenda likawa jiji pia. Na ni jambo zuri. Woman dies husband in critical condition after domestic fight. Kwa nini hao wapigani sasa? Ndio mambo tunazungumzia na. Kwa hivyo kuna suluhu ambayo inapatikana. Wanasema mke apigwe kwa magumi na mateke, kwa leso, kwa mapenzi, maneno matamu. Kwa hivyo hili ambalo sasa wamejipata hapa, labda ni kama yule ulikuwa unaelezea amefumaniwa, alafu sasa anaambiwa apande pikipiki akiwa nyumbani, naye pengine akakota jiwe akadunga, na vita vikaanza, pengine akapata kisu akamdunga. Kwa hivyo ni mambo ambayo yapo na si ishara nzuri sana. Port managers in sporters DCI courts container smuggling. Kwa hivyo kuna wizi wa makasha ambayo sasa DCI inazamia. Treasury sits on billions as inflation causes more pain. Pesa nyingi zimekaliwa na hazina kuu ya taifa, huku mambo yakizidi kuwa magumu sana kwa Wakenya.
chilling confessions that unravel murder mysteries and help deliver justice. Hapa ni kuhusiana na hii kesi, nafikiri kuna kesi ya Toby Cohen ambayo sasa imezua mjadala kwa sababu yuko yule Sankale Kantai Ole Sankale ambaye ni jaji anahusishwa sana na uchukuzi wa hisa za Toby Cohen, ambapo sasa imekuwa ni jambo ambalo tayari DCI imetoa uchunguzi wake na Kantai amekwenda mahakamani kuzuia kunaswa kwake. Kwa hivyo na ile jaji aliyotoa ile agizo la kusimamishwa kushikwa kwa Kantai akatoa amri pia kwamba DPP inaweza kuamuru, DPP peke yake ndiyo inaweza kuamuru kwamba afunguliwe mashtaka. Kwa hivyo tunasubiri tuone kama DPP itaweza kutoa, ama yule ambaye ni kiongozi wa mashtaka ya umma aweze kutoa amri ama agizo la kukamatwa kwa Kantai. Hapo ndipo pengine mambo yatazidi kuendelea. Na tukimalizia vile vile kwenye gazeti hili ni kwamba hatimaye Bomet yauza majani Iran. Sasa ni pale jana ambaye gavana wa Bomet Hilary Barchot ambaye Barchok aliungana na wale maafisa wa kaunti kuuza tani 84 za majani Iran. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni koti iliidhinisha uuzaji huo baada ya kukabiliwa na vikwazo vingi sana. Na kuna taarifa ya rafikie Monica aeleza matukio usiku aliouawa, ambao ni yale matukio ya yule mfanyabiashara hapa nchini ambaye aliuliwa katika hali ya kutatanisha, na pia kesi yake inaona bado inaendelea, wakati rafikie huyu anaelezea yale matukio vile yalivyofanyika usiku ule ya mauaji ya Monica. Na kuna taarifa ya Kilifi hapa ambapo ni jana tulikuwa na Teddy Mwambire ambaye ni mbunge wa eneo bunge lile la Ganze. Ni kwamba walimu walia mazoea ya wazazi kukodishia wanafunzi nyumba nje. Sasa wazazi, kumbe kaunti ya Kilifi eneo bunge lile la Ganze ambao ni Vitengeni, wanakodishia wanafunzi nje. Yaani ni umbali. Naam, sasa pia hakuna shule za mabweni, pia naona hakuna, inabidi sasa walimu wamesema kwamba hiyo pia si swala zuri, na kwa hivyo linahatarisha maisha ama kuhofia wale watoto. Kuna taarifa hapa ambayo ni kwamba sponsor mzungu wa kike alia kupoteza mali kwa mume Pwani. Taarifa hiyo iko katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo. Ni kwamba sasa kumbe wa sponsor pia hulia wale wazungu wenyewe. Mimi nilikuwa nafikiri ni wao Afrika ndo uteswa, kumbe mwanamke huyu ambaye ni raia wa Australia huyu amepata pigo kuu baada ya kupoteza mali yake yote kwa mpenzi wake Mkenya, waliachana. Sasa kumbe mambo haya pia hufanyika. Kwa wale wapenzi wa spoti ni kwamba kitaumana leo Juventus na Chelsea wakivaana. Tukomee hapo mpenzi mtazamaji kwa uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo, lakini kama tulivyokuambia hapo awali ya kwamba tuko na mgeni kwenye sehemu ya pili ya asasi za jamii. Kwa hivyo usiende mbali, endelea kutazama Damka Anatawala.